Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Ni siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea na mafunzo ya cryptocurrency, masuala ya pesa mtandao na mambo mbalimbali ambayo tunakuwa tunafundisha kwenye hii channel. Sasa kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, hujasubscribe, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele, kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo ninaipost kwenye hii channel. Na tayari kama wewe ni subscriber, umesubscribe, basi usisahau ku like, comment na kushare hii video kwa wengine ili na waweze kupata mafundisho haya. Sasa hapa mbele yenu leo ninapenda kufundisha, kuna kitu mara nyingi watu wengi sana huwa wamekuwa wakinifuata inbox na wengine wakiniambia niwaelekeze, niwafundishe kwa sababu tu wamepatwa na changamoto hiyo pindi wanapokuwa wanataka withdraw pesa aidha kutoka kwenye hii exchange ya Binance, au wanataka kuweka pesa, au wanataka kufanya P2P trading. Wanabidi waongeze security layer kwenye exchange yao, na security layer yenyewe wanatakiwa aidha waweke Google Authenticator au passkey na kadhalika, lakini njia nyepesi ni kuweka Google Authenticator. Sasa leo tutaenda kusoma hapa jinsi gani ya kuweza kuunganisha Google Authenticator na exchange yako ya Binance. Maana kwa kufanya hivi, utaratibu huu utakaotumia kwenye exchange ya Binance, hata kwenye exchange nyingine yoyote pindi watakapokuwa wanakutaka uilink na Google Authenticator app, basi utatumia utaratibu huu. Kitu cha kwanza utakuja hapa kwenye Binance, sawa, sehemu kwa kama unataka kuadd security, kama hujaadi wewe moja kwa kama hata siku moja hujaadi au linki exchange yako na Google Authenticator, kama unataka kuiunga kabisa ili hata utakapokuwa unataka kufanya miamala wasikwambie iko kitu, basi ukisha login kwenye exchange yako ya Binance, ukisha log kwenye exchange yako ya Binance, utakuja sehemu hii hapa ambayo unaiona hapo, utapiga namna. Ukishapiga utakuja sehemu hii hapa walioandika hapo, utatafuta neno security. Kwa hiyo itapigwa namna hiyo, itatafutwa security. Kwa hiyo ikishatafuta security, utakuja hapa sehemu hii hapa iliyoandikwa security. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuongeza hizo security features ambazo zitafunguka hapo. Umeona, kwa mfano kama mimi unaona hapo security features zangu zilizopo, kuna authenticator app na kuna email. Umeona. Sasa wewe kama authenticator hapo hamna, utapiga authenticator app. Ukipiga authenticator, security features zinatakiwa ziwepo hapo, sawa, ili kuweza kuongeza security layer kwenye wallet yako. Kwa hiyo utapiga authenticator hapo. Ukipiga authenticator hapo, itafunguka sehemu hii hapa. Itafunguka kama hapo, ambako kwanza ukipiga authenticator hapo watataka uadi authenticator hapo, si ndio? Watataka uiadi hapo. Kwa hiyo watakutumia kodi kwenye email yako. Wakisha kutumia kodi kwenye email yako, utakopi zile kodi, utakuja utapaste hapo. Ukisha paste, basi itafunguka sehemu kama hii hapa. Itafunguka sehemu kama hii hapo. Umeona. Ikifunguka hivi sasa hapa, maana yake unachotakiwa wewe, ikishafunguka hivyo, unachotakiwa wewe hapo ni kuweza kukopi hii kodi ambayo unaiona hapa, hizi hapa, hizi 16 digit keys, utazikopi hapa, utabofya neno copy. Hii kumbuka inafanyika kwenye nini? Kwenye Binance yako. Kwa hiyo utabofya hizo, utabofya hapo hapa, manako anakupa step jinsi ya kulinki authenticator na Binance. Kwa hiyo utakopi hizo key. Ukisha copy hizo key, kitakachofanyika utaenda Play Store. Baada ya kukopi zile key, utadownload Authenticator app, Google Authenticator app hiyo hapo namna hiyo. Umeona, utasearch pale juu Authenticator, alafu utaidownload hiyo hapo. Ukisha download hiyo, utatakiwa hapo ndo utaidownload. Ukishamaliza kudownload, utabofya neno open. Ukisha open, itafunguka namna hii. Kisha funguka hivyo, sasa unachotakiwa hapo ni kuget started kwa kufungua hiyo Authenticator app kwa kutumia email yako ambayo uliotumia kusajilia hiyo exchange yako, kama ni ya Binance au ya Bybit. Yani kwa sababu exchange tunafungua kwa kutumia email. Sasa ile email ambayo umetumia kusajilia ndio unatakiwa utumie kufungulia nini, kulogin kwenye Google Authenticator.
Kwa hiyo ukisha login kwenye Google Authenticator kupitia ile email yako ambayo, na pia hiyo email iwepo kwenye simu yako, kwenye simu yako humo iko active, umeona? Sababu hizi simu za Android zinakuwa active kwa kuwa na email, umeona? Gmail ambayo ndo utatumia kwenye kufanyia mambo yako, basi ndo iwe hiyo sawa, ya kwenye simu yako. Kwa hiyo ukishabofya get started, kwanza wenyewe tu get started watakuletea hapa taarifa kwamba je, unataka kulogin kupitia jina hili. Wataihisi ile email yako ambayo ipo kwenye simu, watairetrieve. Utaweza kusema hii ndio hii jina langu la email yangu, natumia jina hilo, basi utaweza kulogin kupitia. Ukisha login sasa, hapo kitakachotakiwa kufanya hapo ni itatokea sehemu hii kama hivi. Sasa ikishatokea sehemu kama hiyo, wewe utakuja sehemu hii hapa walioandika enter setup key, hapo utabofya. Ukishabofya enter setup key, itafunguka uwanja kama huu hapa. Sasa hapa kwenye enter setup key utatakiwa hapa code name utaandika jina Binance, sawa? Binance Exchange, kama una link labda exchange ya Binance, labda utaandika Binance Exchange. Kama una link exchange ya Bybit, utaandika Bybit Exchange, sawa? Kwa sababu katika hii Google, kwa hiyo katika hii Authenticator hapo unaweza ukawa na exchange zaidi ya 4, yani exchange zaidi ya moja nyingi. Unaweza ukawa na Bybit, unaweza ukawa na Binance, unaweza ukawa na Get.io, zote ukaziweka hapa kwenye hii Authenticator hapo. Alafu your code hapa, your code ndo utapaste ile code ulio copy hapa kwenye Binance hii hapa, code hii hapa ambayo ulio copy hapa, sawa? Ndo utakuja kupaste kwenye hii Authenticator hapo hapa, ambayo ni hii hapa. Utakuja kupaste hapa kwenye hiyo code, sawa? Ukisha paste hapo sasa, baada ya hapo utabofya neno add. Ukibofya add, utaona inatokea jina Binance na namba zinazunguka hapo, Binance na namba. Kwa hiyo maana yake tayari utakuwa umeadi. Baada hapo wewe sasa kinachotakiwa utaenda pale kwenye nini, utarudi kwenye Binance Exchange hapa, kubofya neno next hapa. Utakuja utabofya neno next. Ukishabofya next, utakopi zile kodi ambazo zinatokea kwenye hii Google Authenticator hapo, baada ya wewe kuwa umesha hadi zile namba na ile namba na hizo kodi zinakuwa zinabadilika kila baada ya dakika moja. Kwa hiyo wewe utakopi zile kodi, utakuja kupesti hapo kwenye nini, kwenye Binance yako pale. Baada ya kubofya next, watakwambia enter authenticator code. Kwa hiyo utakandamiza pale, alafu utapaste, basi utaona tayari imeshakuwa added kama hivi unavyoiona hapa kwangu. Manake hapo tayari utakuwa iko namna hii, manake tayari utakuwa tayari umesha link Authenticator hapo na exchange yako ya Binance. Na baada ya hapo ukirudi hapa kwenye security, utaweza kuona Authenticator hapo nayo imetia nini, imetia tiki. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi tunavyoweza kulinki Authenticator app na exchange yoyote, na hii ni katika ile kipengele cha nini, two factor authentication. Nadhani hapo nimeeleweka. Nawatakia siku njema. Usisahau kucomment, kulike na kushare hii video kwa wengine ili na wapate mafundisho haya. Asanteni sana kwa kunisikiliza.